Machi 18 mwaka 2025, dunia ilikuwa ikijiandaa kuwapokea wanaanga wawili waliokuwa wakijiandaa kurejea duniani baada ya miezi 9 kukwama angani. Sasa watu wengi wakawa wanajiuliza, hawa watu ni akina nani? Jina langu ni Jimson Natson na hii ni Clouds Digital, habari za kimataifa. Sunita Suni Williams na Barry Bachi Wilmore walianza safari yao ya anga mnamo Juni mwaka 2024, wakipanda chombo cha angani cha majaribio kilichoundwa na Boeing, wakiwa wanatarajia kukaa kwenye stesheni ya anga ya kimataifa ISS kwa siku 8 tu. Chombo hicho cha anga kinachojulikana kama Starliner kilitengenezwa na Boeing kwa ajili ya NASA, na safari hiyo ilikuwa ni ya kwanza kwao wakiwa ni wafanyakazi wa anga. Lakini matatizo yalijitokeza haraka. Kulikuwa na matatizo ya vichochezi thrusters vinavyosukuma chombo pamoja na uvujaji wa gesi ya helium inayotumika kuweka mafuta kwenye mfumo wa kusukuma. Wakati NASA ilipokuwa ikichanganua matatizo ya kiufundi, kurudi kwa wanaanga hao kulicheleweshwa tena na tena. Walikuwa wamekwama kwenye stesheni ya anga kwa karibu miezi 9. Ingawa hali hii ya kushangaza sio hali ya kama ile ya Robinson Crusoe, wanapata rasilimali zote za msaada kutoka NASA, na Williams na Wilmore ni wanaanga wawili waliobobea wakiwa na saa nyingi za kusafiri za anga. Wanadai kuwa wamefundishwa kutegemea yasiyotarajiwa. Wamejitolea kwa shauku kufanya utafiti wa kisayansi na kudumisha ISS kwa njia ambayo wanaanga wote wanaoishi humo huchangia. Wanaanga hawa ni wakina nani? Sunita Suni Williams mwenye umri wa miaka 58 ni mtoto wa baba Muhindi na mama kutoka Slovenia. Alikamilisha masomo yake katika chuo cha Naval cha Marekani na kupata shahada ya sayansi mwaka 1987. Kisha alifanya shahada ya uzamili katika usimamizi wa uhandisi katika taasisi ya teknolojia ya Florida. Alichaguliwa kuwa mwanaanga wa NASA mwaka 1998 na uzoefu wa misheni 2 za anga kabla ya kukaa kwake sasa kwenye stesheni ya anga ya kimataifa. Pia amefanya kazi Moscow na shirika la anga la Urusi Roscosmos kwenye masuala ya mchango wa Urusi kwenye stesheni ya anga. Ameongeza maarifa yake kwa kufanya kazi katika idara ya roboti. Williams alikaa angani kwa jumla ya siku 322 katika stesheni 2 zake za awali. Amefanya matembezi 9 angani, rekodi kwa mwanamke, na yeye ni mwanaanga wa pili wa kike mwenye muda mrefu zaidi wa matembezi angani, akiwa na jumla ya saa 50 na dakika 40. Kwa upande wa Barry Bachi Wilmore, yeye ana umri wa miaka 61. Alipata shahada ya sayansi na shahada ya uzamili ya sayansi katika uhandisi wa umeme kutoka chuo kikuu cha Tennessee Tech na shahada nyingine ya uzamili ya sayansi katika mifumo ya anga kutoka chuo kikuu cha Tennessee. Ana uzoefu mkubwa wa kijeshi akiwa afisa na mpigaji ndege katika jeshi la wanamaji la Marekani, akiwa na zaidi ya saa 8,000 ya ndege na kutua kwenye ndege kwenye meli 663. Alichaguliwa kuwa mwanaanga na NASA mwezi Julai mwaka 2000 na ni nahodha aliyejitoa katika jeshi la wanamaji la Marekani. Bachi ni mzoefu wa safari 2 za anga na amekusanya jumla ya siku 178 angani kulingana na NASA. Hata hivyo, idadi hii itazidi kwa kiasi kikubwa, kwani muda wa misheni yake ya mwisho bado haujaongezwa. Katika misheni yake ya mwisho alihudumu kama mhandisi wa ndege Expedition 41 na alichukua uongozi wa ISS alipotua kwa ajili ya timu Expedition 42. Alirudi duniani kutoka kwenye misheni hiyo mnamo Machi mwaka 2015. Wakati wa misheni hiyo
alikusanya jumla ya siku 167 angani na alifanya matembezi 4 angani. Swali jingine ni kwamba je, walikuwa wakifanya nini muda wote huo? Huko angani kuna misheni nyingi za anga. Huchukua takriban miezi 6, hivyo kukaa zaidi ya miezi 9 kwenye kituo cha anga ISS ni jambo lisilo la kawaida, hasa ikiwa ulikuwa unatarajia kukaa kwa siku 8 tu. Hata hivyo, NASA na wanaanga wameshajiandaa kwa kila hali inayoweza kutokea, ikiwa ni pamoja na kifo wakati mwingine. Hivyo ndivyo safari za anga za binadamu zilivyo, kupanga kwa ajili ya dharura zisizotarajiwa, na ndivyo tulivyofanya, alisema Butch Wilmore katika mahojiano ambayo shirika lilitangaza moja kwa moja tarehe 4 Machi. NASA ilisema imepeleka safari 2 za usambazaji kwenye kituo cha anga ISS zikiwa na chakula, maji, nguo na oksijeni. Zaidi ya hayo, kundi jipya la wanaanga limejiunga na wafanyakazi wa stesheni chini ya kamanda Nick Hague. Hague alisema katika mahojiano ya tarehe 4 Machi kwamba misheni za stesheni za anga ni kitu tunachokiamini kwa undani, akiongeza kuwa inawalazimisha kukabiliana na hatari za uchunguzi wa anga. Kwa upande wao, Williams na Wilmore wameweza kuzoea vyema kwa misheni yao iliyoongezeka. Hawako kwenye likizo. Wanaanga hawa huwa na shughuli nyingi wakisaidia operesheni, huku wakisaidia operesheni tata ya stesheni. Walifanya matembezi angani pamoja na wamefanya majaribio kadhaa ya kisayansi. Utafiti wao unajumuisha uchunguzi wa jinsi mimea inavyokuwa angani, kufuatilia jinsi mwili wa binadamu unavyokabiliana na hali ya hewa ya kutokuwa na uzito, na hata jinsi ya kupanda chakula. Ni ratiba ambayo Wilmore huanza saa 10 alfajiri na William huanza saa 12 asubuhi. Wote pia hufurahia mazoezi ya kila siku kwa saa 2 au zaidi, ambayo ni muhimu kupambana na kupunguza uzito wa mifupa unapokuwa angani. Sasa pia zipo athari za binafsi za maisha angani, ambapo licha ya kuwa na shughuli nyingi na shughuli na majukumu yao kwenye ISS, Wilmore na Williams wanakiri kwamba hii imekuwa ni wakati wa changamoto, haswa katika suala la familia. Huwa na nyakati za changamoto haswa katika suala la familia. Sunny Williams amesema kwamba matukio haya yamekuwa katika mchanganyiko wa hisia kwa familia zao kutokana na kutokuwa na uhakika wa lini watarudi. Hilo limekuwa jambo gumu zaidi, anasema. Mara watakaporudi wataingia katika kipindi kirefu cha kuzoea tena, alisema Dr. Simeon, baba wa chuo kikuu cha Open, Uingereza, alipozungumza na BBC. Unapopelekwa kwenye safari ya kazi inayotarajiwa kudumu wiki moja, huwezi kutarajia itachukua sehemu kubwa ya mwaka, alisema. Lakini pia alizungumza juu ya hisia kubwa ya uwajibikaji, kama vile kumsaidia mwenzake kuvaa mavazi yake ya kutembea angani na kisha kufungua mlango ili kumrudisha ndani. Hilo ndilo lilikuwa ni jambo la fahari zaidi, alieleza. Jina langu ni Jimson Natson na hizi ni habari za kimataifa. Usiache kuendelea kufuatilia zaidi kupitia Clouds Digital.